Udharau kwamba sheria za Kiislamu hazina nafasi katika maisha. Kwa hivyo haya mazungumzo ni sehemu ya vita dhidi ya Uislamu, awe anajua ama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahi wa baad. Watazamaji wapendwa wa channel ya Mimbar ya Umma, tuwakaribisheni tena katika mahojiano yetu, yani muendelezo wa mahojiano. Alhamdulillah, leo niko naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, ya kiuchumi na ya kijamii, ndugu yetu Shaban Mwalimu. Na ndugu yangu, naomba kukuhoji leo kuhusiana na kauli za rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, ambazo kwako ni kauli zimegusa kwa hakika mioyo ya Waislamu, ikiwemo kauli yake kwamba sheria law na Quranic hazitoweza kuwa implemented katika maisha. Miongoni mwa kauli zake za kuchoma, ni ipi mtizamo wako juu ya kauli hizi? Naam, asante. Kwanza kabisa mimi sioni ajabu kwa mazungumzo yanayozungumzwa na Ibrahim Traore, kwa sababu asili Ibrahim Traore ni secular. Yeye na hata waliomweka, ukumbuke nchi hii iliwekwa na Mfaransa, na Ufaransa ndio birthplace wanasema, yani eneo ambalo limezaliwa secularism. Kwa hivyo si ajabu kupata mazungumzo kama haya, kuona yeye naye anaendeleza ile fikra kikoloni kwamba nchi hii ni ya secular na hatoruhusu Uislamu kusimama. Lakini cha kusikitisha na cha ajabu na kuhuzunisha, huyu mtu ni katika abnaul umma, ni mtu ambaye hakika ni katika sehemu ya Waislamu na mzaliwa wa Waislamu, na maskini akatika watu hisia kwamba huyu mtu madam amechukua utawala basi mambo yatakuwa mazuri na nini. Ni kuonyeshwa ile hatari ya secularism ilivyoathiri mabongo ya watu, hata wakiwemo wale wasomi na marais kama hawa ambao badali wasimame juu ya Uislamu, lakini leo wanasimama juu ya secularism na kulingania secularism na kuupiga vita Uislamu. Kwa sababu hapa kuna nukta muhimu. Huwezi ukadai kwamba wewe ni Muislamu halisi, unaamini Mwenyezi Mungu, unaamini sharia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini wakati huo unaamini secularism. Haiwezekani. Secularism na Uislamu ni vitu haviendani kabisa, kwa sababu secularism inatoa sura halisi ya Uislamu usionekane kwamba ni mfumo ambao ni toshelezi. Badali yake udharau kwamba sheria za Kiislamu hazina nafasi katika maisha, na mwanadamu sheria yake ndiyo itukuzwe, iwe supreme. Kwa hivyo haya mazungumzo ni sehemu ya vita dhidi ya Uislamu, awe anajua ama hajui, lakini hakika ni sehemu ya vita dhidi ya Uislamu. Naam. Miongoni mwa kauli yake alisema kwamba yeye ni Muislamu na you practice Uislamu freely. Pia akawa you advise Waislamu wengine kila mmoja a practice Uislamu wake kivyake kwa principles zake. Vipi hasa swala la kubeba Uislamu watu binafsi, ilhali yatakanwa wawe na sunto ambao itawakusanya na kuwapeleka kwa mtizamo mmoja na mwongozo mmoja? Kwa hakika ukichunguza mazungumzo ya Traore yalikuja kwa muktadha mbili. Muktadha wa kwanza, alikutana na balozi wa Kayan Yahud. Tunaifahamu tarikhi ya dola hii ya Kizayuni kwa ugaidi. Na nashangaa sana yeye anaposema anapambana na ugaidi, ati wenye Uislamu wenye mikali au ugaidi na nini, huku anaunga mkono serikali ya Kiyahudi ambayo ina tarikhi mbovu dhidi ya umma wa Kiislamu, na haya tunayajua, ikiungwa mkono na Marekani. Kwa hiyo hapa ni irony. Yani wewe unasemaje unapambana ati na unachoita ugaidi, wakati huo mkono wa pili unaunga mkono ni ugaidi. Hii yamaanisha nini? Yamaanisha kwamba hata swala la ugaidi lenyewe ni swala la kisiasa. Uislamu si ugaidi, hii inajulikana wazi. Tarikhi ya Uislamu ni wazi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijiamini, anabeba ujumbe huu ulikuwa ni kinaifu, alivutana na watu kifikra na akapambana nao kisiasa, wala Uislamu haukutumia mabavu kuleta mabadiliko, na Wamarekani wanafahamu hili. Sasa wao wanasifu Uislamu kuwa ni ugaidi kama sehemu ya kampeni yao ya kunyamazisha Uislamu. Lakini ugaidi, kama ni ugaidi basi ulimwengu unafahamu tarikhi ya ugaidi. Marekani ameua watu Waislamu na sio kwa Waislamu katika mabomu aliyoarusha katika Japan, Nagasaki, Hiroshima, aliwaua watu. Vita hapa Afrika tunajua wakoloni walivyofanya ugaidi hapa na kuchinja watu hapa. Lakini mambo haya hasifiwi ni ugaidi.
Kwa hivyo kuusifu Uislamu ni ugaidi ni sehemu ya kampeni dhidi ya Uislamu kuushambulia, na kampeni hii inaongozwa na Magharibi. Na pia ukiona sasa rais wa Afrika kama huyu Ibrahim Traore kuzungumza mazungumzo kama lugha ile ile, ni kuonyesha wazi kwamba hii kampeni ya kupambana na Uislamu sasa sio wa Magharibi tu, bali hata kila nchi ambayo imesimama juu ya nembo ya Uislamu nayo pia inapambana na nini, na Uislamu. Lakini pia akasema kwamba kama ulivyosema statement ya kwamba Uislamu kila mmoja atatekeleza freely. Uislamu hauna tatizo la kutekeleza Uislamu, yani kibinafsi. Tatizo ni kwamba Uislamu kuna sheria za kibinafsi ambazo lazima uzitekeleze, lakini watu waende mbali. Uislamu si sheria tu za kibinafsi, yani si masala tu kuswali na kufunga. Na Uislamu umekuwa ukitekeleza mambo haya, bali unaposema freely pia ni statement ambayo ni wanasema ni blanket statement, kwa sababu kuna nchi ambazo imekuwa ukifuga ndevu pia ni hatia. Sasa kwa nini useme kuna free wakati mfano ama leo unaposema wanafunzi wanasema wanaosoma sheria lazima waje nchini au wengine wabaki kule kule kwa sababu wanasoma sheria ambazo labda ni hatari. Hakuna kitu inaitwa sharia leo katika Uislamu. Sisi tunajua kuna sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayostahili kutekelezwa. Allah aliyetufaradhisha kuswali ndiye Allah aliyetufaradhisha kumkata mwivi mkono. Na Allah aliyetufaradhisha kukata mwivi mkono ndiye Allah aliyetufaradhisha kumuunga jirani, yani kumuunga. Kwa hivyo Uislamu si dini ya kwamba tutekeleze kwa maana kibinafsi na nini. Hii ni dini ambayo ni sheria za kibinafsi na ni sheria za kibinadamu kutatua matatizo jumla. Kwa hivyo statement kama hii inatoka kwa watu kama hawa, mimi nawaita ni wahanga wa mfumo wa kibepari wa kisekula. Taib, ni ipi nasaha yako kwa hawa watawala katika bila za Kiislamu wanaojijengea imani na maanake raja kwa viongozi wa rasul kufru wa zama zetu leo wa Amerika, Uingereza? Mtu yupata hope, yuatamka haya yote akijua nyuma yake ana mtu ambaye kwamba ngao yake anasimama naye. Je, hii ni ngao kwa hakika tegemezi ambao kwamba hawa watu yaweze kuwafikisha katika ufanisi na warwaza zao? Mwenyezi Mungu ametahadharisha, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhul kafirina awliyaa min dunil mu'minin aturiduna an taj'al lakum sultanan. Mwenyezi Mungu anasema kwamba enyi mlioamini msiwafanye makafiri kuwa ni vipenzi vyenu. Aya hii ni aya inatoa nasaha kwa kila Muislamu. Huwezi kupata iza kwa kufanya kafiri kuwa ni mwandani wako, msaidizi wako, mshauri wako, akuongoze pia hata katika swala hili kwamba anatupatia nasaha mpya ama nusha mpya, nakala mpya ya Uislamu. Sisi Uislamu wetu tunauchukua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndiye msimamizi wetu na ndiye wakili wetu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kwa hivyo hawa watawala wanaosema ni Waislamu kutabikisha ati mambo mawili matatu, kusoma Qur'ani, wakina Traore na wengineo tumefunga nao Ramadhani, hawamefunga na nini. Hakika hawa watu ni kwamba wamedhihirisha wazi kwamba hawana ajenda na Uislamu wala hawapendi maslahi ya Waislamu. Hawa wanatekeleza ajenda za wa Magharibi. Kwa hivyo hawa ni mawakala wa mfumo wa kimagharibi ambao unaendeleza maafa dhidi ya umma wa Kiislamu. Ni muhimu kutambua kwamba hawa viongozi hawatawali kwa ridhaa ya Waislamu wala Waislamu. Nasaha yangu, musihadaike ndugu zangu, mkaona kwamba ati mtu amekuja kwa jina la Kiislamu, amesoma Qur'ani, awiwafunga na nyinyi ni rais hata atatekeleza katiba ya Qur'ani. Ni warongo. Hawa watu wanakuwa katika madaraka kwa ridhaa ya Magharibi wala si kwa ridhaa ya umma, na wanatawalisha ukoloni wala hawatalishi Uislamu, na wala hawana ajenda katika manifesto zao, hakuna ajenda ya Uislamu. Kwa hivyo hawa watu wamemsukuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamemdharau Mwenyezi Mungu, watapata fedheha juu ya fedheha. Umuhimu ni kwamba tuna hombwe la kuleta kiongozi halisi ambaye atakuwa na ghera na Uislamu na ari na Uislamu, atatetea Uislamu na atauzungumza Uislamu na atautekeleza Uislamu kwa radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fik wa jazakallahu khair. Wasikilizaji wapenda, tuwaomba mufuatilizie, yani watazamaji mufuatilizie haya na muyafanyie kazi katika maisha yenu inshallah. Shukran wa sallallahu alaihi wa sallam.